Hi guys, mabibi na mabwana, Chazi Msambi Elengelela wa Indiana. Bwana, nimeweka kambi kwenye uwanja wa Abeye Abetrwa na kuja kuonana na Kanti ambaye aliwahi kuitumikia timu ya Sedeye. Sasa hivi amejiunga na timu ya Abeye. Amewaahidi nini mashabiki wa Abetrwa na nini ambacho kilisukuma rudi tena huko? Tutakuwa na mengi sana ambayo tutakazungumza naye, lakini ndio hivyo. Hii ni Indiana Media. Karibu kiongozi, habari za hizi? Salama. Mzima? Mzima. Okay, bila shaka bwana umejiunga na Abeye. Wengi walitaka kujua ni kipi ambacho kilikusukuma na kwa nini hukutaka kuchukua timu nyingine tofauti na hii? Ndio, ni kwamba sijaona sababu kubwa ya kusema kwamba nitoke kwenye timu ya Gate Boys, ila ni kanuni na mikakati tu ya mchezaji. Ni kwamba kushiriki timu nyingine inaweza ikawa na masababu mengi, lakini kwa upande wangu mimi kutoka kwenye timu ya Gate Boys hajawa na sababu kubwa, na mimi kuingia kwenye timu ya Abeye, so siwezi nikaenda kwenye timu nyingine tofauti na timu ya Abeye, siwezi nikaenda kwenye timu nyingine. Kwa hiyo ndoto yako tu ilikuwa ni kuitumikia tena Abeye? Ndio, sababu ni timu ya nyumbani. Nilivyoona kwamba pale mkataba umeisha, ilibidi nije kujiunga na timu ya Abeye, maana ni timu ya nyumbani. Siwezi nikajiunga na timu nyingine tofauti na timu ya Abeye, maana timu ni nyingi na kweli wananihitaji watu wengi, ila hajawa sababu ya kusema kwamba nijiunge kwenye timu nyingine tofauti na Abeye. Kwa Abeye ni timu ya nyumbani, nimeamua kuja kwenye timu ya nyumbani. Kwa ndio hayo. Okay, asante sana. Tofauti na Abeye kulikuja timu zingine ambazo ziliweka ofa kwa kataa? Ndio, kuna timu ambazo zilikuja zikaniomba kwamba tushirikiane, lakini sikuwepo tayari kushirikiana nao. Kama timu gani? Kuna timu ya SD Sport ilitaka kuwa na mimi pamoja, lakini sikutaka kuwa nao pamoja kwa sababu Abeye ni timu ambayo nilipenda tokea kipindi nimeanza mpira hapa kambini. Kwa kipindi ulipotoka hapo ukajelekeza Sedeye pale, ulitaka kupata changamoto mpya au kulikuwa ushawishi fulani ambao ulikusukuma kwenda pale? Mimi kuungana na Abeye na Sedeye, pia Sedeye ni timu ambayo yani nilivyoanza mpira, so Sedeye ndo ilianza kunitangaza kujulikana kambini kwamba nacheza mpira, ila nilikuwa na ndoto pia za kuja huko Abeye, lakini kipindi hicho ilikuwa vigumu mimi kuungana na Abeye, so ikabidi niungane kwanza na Sedeye. Badala ya hapo mkataba kuisha, ikabidi tena nirudi kwa sababu ndoto zangu zilikuwepo huku Abeye. So nashukuru kwanza timu ya Sedeye, nashukuru sana kwa sababu mimi kama mimi kujulikana na kila mtu kwamba nijue kufahamika timu ya Sedeye, nashukuru sana sana tu. So sina mengi ya kusema, ila kile kidogo ambacho niliwahi kuwafanyia Mungu akibariki. Sijawakataa, tupo pamoja japokuwa ni hivyo tena. Okay, unawaahidi nini mashabiki wa Abetrwa? Ujio wako utakuja kubadili kitu gani hapa? Nafikiri kila ambacho kipo ndani yangu tazidi kukingarisha na kukionyesha kwenye timu ya Abeye. So wategemee kwamba kuna nguvu mpya ambayo imekuja kujiunga nao. Bila shaka ligi ya Indiana Cup nimekutana na waajiri wako awali, Gate Boys, SD, nyinyi pia pamoja na Makabe kama sijakosea. Vipi hilo kundi unalizungumziaje? Kundi ni la kawaida, na kawaida sema michuano ya camp ndio hivyo tena, lakini kundi zote ni za kawaida, maana kwa upande wangu mimi sidhani kwamba kuna timu ambayo inaweza ikanipa pressure, yani pressure ikaweza kuwa sana, hapana. So maana timu zote hizo nishao kucheza nazo, nazijua, nazifahamu vizuri tu. Kwa sioni upingamizi au ugumu wa hizo timu kwamba kusumbua kimchezo. Sema ndio hivyo, mpira ni hivyo. Okay, una lingine la kuongezea? Kabla tujafunga. Sina, ila nashukuru tu kwa kipindi hichi ambacho tumechukua hapa kwa muda huu.
Okay. Bwana, nimemalizana na Kante hapa, alikuwa anazungumza machache, aliwashukuru pia uongozi wa timu ya CD3 Geto Boys Bao kwa malezi na kukuza kipaji chake na kufahamika. Waliking'arisha zaidi sana, ikasababisha yeye kufahamika nje na ndani ya camp. Bila shaka amekuja tena hapa, Abeye amerejea kwenye timu ya nyumbani na anasema ana makuu ambayo atakwenda kuyafanya hapa. Bila shaka wampokee vitu kama hivyo, kama vile mwanao. Mimi sina la ziada, ulikuwa na Charles Msombe Lengelela wa Injana Media. Bye bye. Alamsiki.